Hakuna mtu yote aliyekuwa anategemea kwamba siku moja ingekuja kutokea Zari the Boss Lady akaweza kumdhalilisha Diamond katika namna ambavyo ameweza kufunguka kwenye moja ya interview ambayo alikuwa anafanya na kituo cha radio pale nchini Uganda. Of course ameweza kusema mengi, lakini katika hili ambalo ameweza kulisema kuhusiana na kwamba Diamond yeye kwake hakuwa chaguo lake, limeweza kuacha watu wengi sana na maswali mengi na kujiuliza ila kuaje, kwa nini Zari leo hii anajaribu kumzunguka Diamond wakati ilifikia hatua mpaka wakazaa watoto wawili na vitu kama hivyo. Sasa kuna namna ambavyo Zari ameweza kuzungumza. Mimi nataka nikuwekee clear hapa kile ambacho Zari ameweza kukizungumza, alafu wewe utakuja kushare na mimi maoni yako kuhusiana na kile ambacho Zari ameweza kukizungumza. Utuambie kuna ukweli kwenye hiki ambacho Zari amekisema au kuna namna ambavyo anajaribu kumchafua tu Diamond Platnumz ili mwisho wa siku ionekane kwamba Diamond ndiye ambaye alienda kutafuta maarufu kwa Zari the Boss Lady. Mimi ni Togabi Official, naomba nikukumbushe tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kupata kufahamu ukweli wote juu ya kile ambacho Zari ameweza kukizungumza. Ila awali ya yote naomba nikukumbushe kwamba hapa ndo mahali sahihi ambapo nitakuwa nakuletea updates zote on time. So cha kufanya, bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kile ambacho utakomeza kukitazama katika hii video. Mimi ni Togabi Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa kama kawaida tunafahamu Zari na Diamond Platnumz walikuwa kwenye mahusiano kwa muda mrefu sana. Of course ni way back, lakini walizaa watoto wawili kama ambavyo tunafahamu, Nilan pamoja na yule mtoto wake Tifa. So naweza kusema ni moja ya couple ambazo zilifana kinoma, lakini pia zilipendwa na watu wengi sana. Lakini unfortunately Zari amekuja kuzungumza kauli ambayo imewaacha mashabiki wake na mshangao, lakini pia mashabiki wa Diamond Platnumz wamemshambulia kinoma noma na kujiuliza kwamba kwani Zari anajiona nani siku hizi. Wengine wanasema kwamba amesahau kwamba Diamond Platnumz ndiye ambaye alimleta kwenye ramani ya ustana akawa mtu mkubwa zaidi kupitia kwa jina la Diamond Platnumz. Lakini yote kwa yote, ngoja mimi nikusanue kwenye hiki ambacho Zari ameweza kukizungumza. Aliuliza swali tu kwamba katika wakati wote ambao alikuwa kwenye mahusiano na Diamond Platnumz, kitu gani ambacho alikuja kukijutia zaidi, lakini pia wakati anakutana na Diamond Platnumz ilikuwaje kwaje. Aliulizwa swali kama hilo hapo hivi, lakini jinsi ambavyo Zari alianza kujibu, kwanza alicheka na kusema kwamba ni moja ya kitu ambacho kila kikifikiriaga uaga hapatagi jibu, kwa sababu ni vile tu basi ilikuwa kama bahati, lakini mwisho akaja kujikuta kwamba kumbe alikuwa sehemu sahihi. Lakini Zari akasema kwamba yeye mwanzoni wakati anakutana na Diamond Platnumz ilikuwa ni kwenye ndege wakati wanaelekea South Africa, na wakati huo anasema kwamba alikuwa anamuona Diamond alikuwa mtu fulani hivi ambaye kwanza alikuwa rafurafu na mtu fulani ambaye sio kama huyu unayemwona sasa hivi. Akasema alikuwa anamuonea huruma, na Diamond alianza kujitongozesha katika namna ambayo baada ya kumuona kama anatiatia huruma, basi akaamini kabisa kwamba ngoja muonee huruma. So anasema kwamba huruma zake ndizo ambazo zilimpelekea akawa na ukaribu na Diamond Platnumz, na baadaye baada ya Diamond kuwa ameweza kumwelezea hisia zake, akaona sio kesi, ngoja niingie naye kwenye mahusiano nione kama pengine huyu mtu yuko serious au vipi. Lakini pia anasema hakuwa na malengo naye kabisa, lakini baadaye mambo yalikuja kubadilika baada ya yeye kuweza kubeba ujauzito, na anasema kwamba hapo ndipo ambapo aliamua kustick direct kabisa na Diamond Platnumz. Lakini anasema kwamba kwanza kabisa Diamond hakuwa mtu wa type yake, lakini ni vile tu kwamba alijikuta tu ameingia kwenye mahusiano baada ya kuwa anamuonea huruma kwa wakati huo, kutokana na kwamba anasema hata kimonekano Diamond kipindi hicho hawakuwa wanaendana kwamba eti angekuwa mtu wa hadhi yake, na ndio maana ilibidi tu amuonee huruma. Sasa ni jibu ambalo limewaacha watu wengi sana na mshangao, mpaka watangazaji wenyewe wakajiuliza inakuwaje kwamba unaingia kwenye mahusiano eti kwa sababu tu umemuonea mtu huruma, wakati unafahamu kabisa kwamba hiyo ni pingu ya maisha. Lakini Zari anasema kwamba baadaye alikuja kujikuta kwamba hajutii ile nafasi ambayo ilimfanya akaingia kwenye mahusiano na Diamond, lakini ilimuongezea kitu kikubwa sana kwenye maisha yake, ikiwemo ustar pamoja na vitu kama hivyo. Na akasema kwamba kuachana na Diamond Platnumz alikuja akajuta kwa sababu ilikuwa ni kipindi ambacho baada ya kuona mshaka tayari wameshazaa na watoto, basi moyo wake tu automatically switch na kuanza kumpenda Diamond Platnumz, kitu ambacho kinimpelekea wakati wanaachana ilikuwa ni maumivu makubwa sana kwa upande wake. Lakini ndio hivyo, kilichoacha watu wengi sana na mshangao ni kusema kwamba eti yeye hakuwa amempenda Diamond Platnumz, bali aliingia naye kwenye mahusiano kwa sababu alikuwa amemuonea huruma Diamond Platnumz, na anasema hakuwa type yake kabisa. So kwa upande wako tuambie, unadhani ni kweli hiki ambacho anakizungumza Zari kwamba Diamond hakuwa type yake kipindi hicho, au tuseme tu kwamba ndo anatafuta sababu ya kujifanya kwamba ionekane yeye ni high classic lady na vitu kama hivyo? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo, lakini mimi zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates.